mimi ni Muislamu, naitwa Yusuf, nampenda Yesu. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Alimtoa kanisani akanipeleka msikitini. Wewe? Mimi pia. Hata wewe umeokoka? Niseme nimeokoka, lakini nimesema mimi pia. Wewe pia unapenda Yesu? Nampenda sana sana. Hivi unajua alizaliwa mahala gani? Kuna zawadi 2000 hapa. Alizaliwa Bethlehemu. Hiyo ni mimi Muislamu, naitwa Yusuf, nampenda Yesu. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Alimtoa kanisani akanipeleka msikitini. Wewe? Mimi pia. Hata wewe umeokoka? Niseme nimeokoka, lakini nimesema mimi pia. Wewe pia unapenda Yesu? Nampenda sana sana. Hivi unajua alizaliwa mahala gani? Kuna zawadi 2000 hapa. Alizaliwa Bethlehemu. Hiyo ni mji. Nimeuliza mahala gani? Hata mimi najua amezaliwa Bethlehemu ya Uyahudi. Unaweza kuzaliwa Homa Bay County, lakini Homa Bay County ni kubwa. Si hata hapa ni Homa Bay. Ni Judah in Bethlehem. Judah in Bethlehem. Judah in Bethlehem. Mimi napenda kujua. Unajua sikuuliza alizaliwa wapi. Nimeuliza mahala gani. Unajua unaweza zaliwa Sori hapa karibu. Animal shed. Animal shed. Sasa tunajaribu karibia kujibu. Hivi hiyo kwanza ujue kwamba hujanijibu. Na nitakuonesha alizaliwa mahala gani baadaye. Kwa sababu nasubiri Mkristo ambaye anajua the specific place where Jesus was born. Anapata shilingi 2000. Hivi unaweza kuwa na swali la kuuliza Waislamu? Swali naye sina, lakini najua Yesu alizaliwa. Swali hauna. Naomba kijana mdogo aje kusalimia hapa. Kijana anaitwa Muhammad. Aje kusalimia hapa. Ni kijana mdogo kutoka 20. Njoo umsalimie ndugu yetu hapa. Unaweza kupatia dini siku ya leo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli. Amani ya Mungu iwe pamoja nawe. Nawe pia. Umenijibu vipi niliposalimia? Alaykum salam. Alaykum salam. Wewe Muislamu Ati? Wewe ni Muislamu Mimi si Muislamu. Mkristo? Mimi ni Mkristo. Unashiriki kanisa gani? Katoliki. Katoliki. Asante sana. Kwenye kanisa ya Katoliki ndio kanisa la Yesu? Sisemi ni kanisa la Yesu. Ila ni kanisa, najua ni kanisa. Ni kanisa. Hebu nikuulize kitu moja. Unapoenda Katoliki unamfuata nani huko? Hatumfuati mtu. Ila tunafuata maagizo ya Mungu. Maagizo ya Mungu yanasema watu waende Katoliki? La. Haisemi hivyo. Sasa ni maagizo ya nani inasema watu waende Katoliki ili wewe ufuate? Sijasoma pia watu waende msikitini. Hujasoma watu waende msikitini. Na nikikuonyesha leo watu wanatakiwa kwenda msikitini? Karibia kidogo nitaamini, lakini unionyeshe. Aya 24:36 Qur'ani. 24:36 Qur'ani nasema hivi. Safiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ndio. 24:36. Naam. Waonekane kwa kusali nyakati 5. Asante. Katika nyumba ambazo Mwenyezi Mungu ameamrisha zitukuzwe. Safi. Na humo litaje jina lake. Yani wapi? Misikiti. Mpe. Mungu anasema watu waonekane katika nyumba inaitwaje? Hii imeandikwa na binadamu, imeandikwa kwa mabano msikitini. Asante sana. Kwa Qur'ani tunaambiwa watu wanatakiwa kuonekana wapi? Msikitini. Kwa Biblia tunaambiwa vipi? Mpe huyo nikusomee. 13:53 Mathayo. 13:53 Mathayo. Ndio. 13:53 Mathayo mtakatifu. Safi. Ikawa Yesu. Ikawa Bwana Yesu alipomaliza mifano hiyo. Alipomaliza mifano hiyo. Alitoka kaenda zake. Yesu alitoka akaenda zake. Na alipofika nchi yake. Yesu alipofika nchi yake. Akawafundisha katika sinagogi lao. Mpe.
Na Yesu mafundisho yake anafundisha wapi? Sinagogi. Wewe unajua sinagogi ni nini? Naifahamu. Ni kitu gani? Pahala pa kuweka Biblia katika kanisa. Asante. Kumbe sinagogi ni pahali pa kuweka Biblia katika wapi? Katika kanisa. Na mimi nasema sinagogi ni supermarket ya kuuza mandazi. Hasa lazima tuulize Biblia, kati ya mimi na wewe nani amepata ukweli? Sawa eh? Mpe ukurasa 1293 sijui. Sinagogi maana yake ni msikiti. Mpe wa Wayahudi. Ni supermarket bwana. Maana yake ni nini? Msikiti wa Wayahudi. Ni mimi nimesema ama Biblia? Wewe ni Myahudi. Nakuuliza swali kwanza. Ni mimi nimesema ama ni Biblia? Ni Biblia. Kumbe sinagogi ni msikiti wa kina nani? Wayahudi. Mimi ni Myahudi. Wewe si Myahudi. Na wewe? Mimi pia. Lakini kuna watu ambao ni kina nani? Wayahudi pia. Wakajenga nini? Msikiti. Ukiona Myahudi leo amejenga kanisa, kila Jumapili anakwenda, huyo Myahudi atakuwa dini gani? Wewe utasema ni dini gani, lakini ameenda kanisani. Ukimwona Myahudi amejenga kanisa, kila Jumapili amevaa rozari yake vizuri, anakwenda kanisani, atakuwa dini gani? Hiyo si dini, ameenda sinagogi. Sio sinagogi, sijauliza sinagogi. Umesema sinagogi. Na hebu nisikilize kwanza. Mimi nakupa mfano. Ukimwona Myahudi amezaliwa katika kabila ya Kiyahudi, anaishi duniani, akapata pesa zake, akasema wacha ajenge kanisa. Kanisa ile akaandika jina Roman Catholic. Kila Jumapili anavaa rozari yake, anakwenda Katoliki. Huyo Myahudi atakuwa dini gani? Tuseme ameenda msikitini. Usio msikitini, tuseme ameenda kanisani. Anakuwa dini gani? Si ni Mkristo. Asante sana. Lakini kabila yake? Myahudi. Dini yake? Mkristo. Na ukiona huyo Myahudi amejenga msikiti, kila Ijumaa anakwenda msikitini, kabila yake itakuwa Myahudi, lakini dini? Muislamu. Yesu Myahudi, tumeambiwa amekwenda kanisani ama msikitini? Ameenda msikitini. Atakuwa dini gani? Ni Mkristo. Watu wanakwenda msikitini, wanakuwa Wakristo Waislamu. Rafiki yangu, watu wakienda msikitini wanakuwa Wakristo au wanakuwa Waislamu? Watu wakienda msikitini wanakuwa Waislamu. Asante. Yesu kaenda msikitini, sawa? Anakuwa nani? Anakuwa mafuta. Mjito na msichana mtakata hivyo. Sio mtashindwa kuoa. Ndio nikusalimia. Habari yako? Unaitwa nani? Ndio tujuane basi, umenisalimia, mbona unakimbia? Kwani niko na shoka hapa, sina bomu, ni kanzu tu. Usiniogope. Habari yako? Nzuri. Unaitwa nani? Niupe. Abdalla. Sasa unakimbia wapi? Kila bala najua jina langu. Mimi naitwa Abdalla. Unaitwa Abdalla? Abdalla wakimbiangi. Kila bala najua. Nani? Bala. Kweli watu hapa wazuri sana. Hebu nimuone Mkristo ambaye anaamini Mungu yupo, anampenda Bwana Yesu. Mkristo ambaye anasema mimi nampenda Mungu na nampenda Bwana Yesu. Wewe utagonga na pikipiki hapa na bike. Unainua mkono katikati ya lami. Alafu baadaye useme muadhara wa Kiislamu una nuksi, kumbe nuksi mwenyewe wewe. Unakaa kando usigongwe. Hebu nione Wakristo, Mkristo wa kweli, sio Wakristo waoga. Mkristo wa kweli. Hebu nisomee 3:15 Petero wa kwanza. Sijui kama nimekosea andiko hizo za kitambo kidogo. Nione Wakristo wa kweli, sio Wakristo waoga. Ukiona mtu mwoga maana yake mwenyewe sio Mkristo. Petero wa kwanza, amini dini yake. Imani ni yako, Mungu amekupa, unatakiwa unakuwa proud. Ndio maana Yesu anasema atakayenikubali mbele za watu nami nitamkubali mbele ya Mungu Baba. Atakayenipinga mbele ya watu nami nitamkataa mbele ya Mungu. Sasa wewe ukikataa hapa, ukijikataa hapa mbele za watu, basi wewe kwa Mungu Yesu naye ufiki. 3:15 ndio Petero wa kwanza nafikiri.
Nasema mwe tayari siku zote 16 ama ni 4:16? 4:16. Lakini kwa sababu ni Mkristo. Lakini ndio ikiwa kwa sababu ni Mkristo, ikiwa wewe ni Mkristo, asione haya. Usione haya. Biblia inakwambia usione haya. Hebu nione Mkristo ambaye haoni haya, ambaye ni Mkristo wa kweli. Kama wewe ni Mkristo fake, usiunie mkono. Kama wewe Mkristo wa kweli, unaamini Mungu yuko, Mungu ni mmoja, unamwabudu Mungu, inua mkono. Kumbe mimi nilikuwa nafikiri hapa kuna Wakristo, hakuna Wakristo. Kumbe wote hawana dini. Hebu niwasalimia hao ambao hawana dini. Mmoja mmoja. Usimvute mwache. Usimvute mwache. Atakuja mwenyewe tu akitaka. Kwa hivyo kama Mkristo una swali, feel free kuuliza. Sio lazima uwe Muislamu. Unauliza swali kama ndugu yangu amekuja kauliza akaondoka, sio lazima uwe Muislamu. Swali unauliza, unajibiwa, unaondoka. Ukiona tumekosea unaturekebisha, unasema jamani, hapa mmesema hivi sio kweli, inatakiwa iwe hivi. Tunakubali na sisi ni wanadamu. Sisi sio malaika wala sio Mungu. Tunakosea vile vile. Hebu mpatie rafiki yangu hapo nimsalimie. Huyu peke yake ndo kidume hapa, haogopi. Hao wengine wote waoga. Ndio maana wanaishi tu na mke mmoja. Waislamu sio waoga, wanapiga mpaka wake wanne. Yaani sisi vidume tu, yani hatuogopi chochote. Ndio unaona wazee wetu wa zamani walikuwa wanaoa mpaka wake 3, 4. Kwa sababu walikuwa waogopi, hawana haya. Lakini vijana wa siku hizi waoga. Hata mke mmoja ni shida. Mpaka mzazi amtafutie. Mpaka aanze kumuongaonga. Huyo sio wanaume. Mwanaume ni wa kujisemea, kuongea. Yaani ukipiga mke wa kwanza, wa pili, ukiona huyu ameenda maternity unaenda kwa nyumba ya pili. Lakini huyu unaoa mmoja, akikuwa mgonjwa leo malaria, wewe na unaenda kuwa mgonjwa wa typhoid. Maana tu unapa kwenda. Ndio maana unasikia watu wanakimbia, ana mke mmoja lakini mpango wa kando 10. Hiyo yote shida. Oa wajuane, huyu mke wangu tunaishi, mambo kuisha. Yaani hakuna kitu. Ndio Mungu anavyotaka. Ndio maana unaona hata Yesu alipozaliwa katika familia yake, alizaliwa katika familia ya wake 3. Hakuzaliwa na mke mmoja. Habari yako? Una swali? Aibu msaidie kiti hapo. Kaa hapo dakika moja ulize swali. Naona huyu amekutangulia, akiuliza akimaliza unauliza swali. Sio unaona vidume hao? Hao ndio vidume. Wanapiga wake 2, 3, wala hawaogopi. Francis Atwoli kidume Mkristo wa kweli, lakini ana wake 3. Alafu tena wote ameweka kwa TV. Mtafanya nini? Anaambia mimi mwanaume, Mungu amenijalia nguvu na wao wanavyotaka. Lakini sisi wengine waoga. Tunaoa mke mmoja, alafu tunakimbia kwa baa. Unatafuta mpango wa kando. Matatizo, unapata ugonjwa bure, unakuja kuua mke wako. Oa wa kwanza, unakaa chini na mke wako, unamwambia mke wangu, wewe wakati mwingine unakuwa mjamzito, unaenda kujifungua, wakati mwingine unakuwa mgonjwa. Sasa mimi hapa naumia mwenzako, sasa niachie niongeze wa pili, mambo yanakuwa safi, au sio? Daudi alikuwa na wake 3. Ibrahimu alikuwa na wake 3. Wewe hapa unakula githeri na mke mmoja, si unapata shida bure? Tuwe jamani, tunawasaidia. Sasa hivi ukiangalia statistics, ingia hata kwenye internet, unakuta wanawake ni mara 4 ya wanaume. Kwa nini? Kwa sababu wanaume Mungu alivyowaumba, wanawake ni wengi, tunatakiwa tuwachukue 4 tuwastiri. Ndio waache kutembea kwenye street, wanapata shida. Naongea kwa niaba ya wanawake, wanajua wanawake wanasikia raha, wanasema tusaidieni, tuoeni kwa wingi. Hebu mpe rafiki yangu aulize swali. Kuna rafiki yangu mmoja hapa anatengeneza Probox, anasikia raha kweli. Amevaa Arsenal. Habari yako rafiki yangu? Nzuri. Unaitwa nani? Alvis Ngome. Alvis Ngome. Alvis wewe Mkristo Ati? Wewe ni Mkristo? Asante. Kukuwa Mkristo ni nzuri kwenye nchi ya Kiislamu, wala hakuna hatia. Si ni kweli? Hapa tuko kwa ajili ya kufundishana maneno ya Mwenyezi Mungu. Ndio maana tumeweka vitabu vyote wazi hadharani mbele ya mtu, ili yote ambaye atasema hapa tumesoma vibaya anaturekebisha. Si ni kweli? Sisi ni wanadamu, tena Waislamu tunapenda kurekebishwa. Sio kwamba tunajua kila kitu, hapana. Tunajitahidi kidogo ambacho tunajua, na sisi tunafikishia wanadamu wenzetu ili wasiweze kupotea, tuwe katika njia moja iliyo sawa. Unanielewa? Bwana Alvis, una swali yoyote ungependa kuwauliza Waislamu? Kitu ambacho kinakukwaza, pengine unaona Waislamu
wanafunga Ramadhani, hujui kwa nini wanafunga. Waislamu wanaswali wakielekea Kaaba, wakielekea Saudi Arabia Maka, haujui kwa nini. Waislamu wanaoa wake wengi, hujui kwa nini. Waislamu wanavaa kanzu kama vile rinda refu, hujui kwa nini. Waislamu wakiingia msikitini wanatoa viatu, hujui kwa nini. Waislamu lazima kila siku wanaabudu mara 5, hujui kwa. Kuna swali mingi tu unatakiwa kuuliza kwa Waislamu ili upate kujua. Hata sisi Waislamu tuna maswali mengi tunataka kuuliza Wakristo, lakini tumekosa Wakristo ambao wanakaa barabarani, mapasta watuambie Waislamu njoni muulize swali. Tumekosa, ndio maana sisi tumetoka barabarani, wao watuulize, sisi tuwajibu. Wakitujibu na sisi tuwaulize watujibu. Kama hatujui sisi wote tunawaambia jamani, hiyo sijui, mtaenda msikitini kesho, nitamuuliza imamu wangu, akinifunza kesho kutwa nakuja na kujibu taratibu. Umenielewa? Nimekuelewa. Haya, una swali lolote ungependa kuuliza? Niko swali moja tu. Asante, uliza. Shida yenye niko nayo ndio ni mbona Waislamu wanatumia tu lugha moja tu ya kuabudu? Aha. Kwa nini Waislamu wanatumia lugha moja tu ya kumwabudu Mwenyezi Mungu? Si ni kweli? Asante sana. Lugha hiyo napenda nirudie tena kwa sababu nimefundisha, nataka nikueleweze. Hii kwanza ni amri ya Mungu. Umenielewa? Umenielewa? Hebu rudia 14:9 kitabu cha Zekaria. Sikiliza vizuri, Biblia inakwambiaje. Hii ni amri ya Mungu, watu watumie lugha moja, wasiende wakawa wanaongea vitu. Kwa nini inakuwa hivyo? Kwa sababu leo ukiangalia lugha tofauti, lugha zinatofautiana. Umenielewa? Mfano, unataka kusema kitu fulani kwa lugha ya Kijaluo, lakini hiyo kitu uliyotamka kwa Kijaluo ukienda kwa lugha nyingine ni matusi. Umenielewa? Mfano, unataka kumwomba Mungu nibariki, kwa Kijaluo tafsiri yake ni Mungu nibariki, lakini hiyo neno uliyotumia kwa lugha nyingine ikienda, pengine inaweza kubadilika ikakuwa na tafsiri tofauti, pengine unajilani. Umenielewa? Asa Mungu ana unite watu wote watumie kwa lugha moja ambayo inaeleweka na ina tafsiri ngapi? Moja. Haisiwe na tafsiri nyingi. Umenielewa? Hiyo ndio sababu kubwa. Soma 14:9. Naye Bwana atakuwa mfalme juu ya nchi yote. Mpe. Mungu anasema yeye atakuwa mfalme juu ya nchi yote. Mpendelee taratibu tu. Siku hiyo Bwana atakuwa mmoja. Mpe. Mungu tunaambiwa atakuwa ngapi? Moja. Mpendelee. Na jina lake moja. Na jina la Mungu litakuwa ngapi? Mpe. Moja. Itakuwa ngapi? Moja, au sio? Lakini leo wewe ukuje useme Mungu anaitwa Nyasaye, mimi niseme Mungu anaitwa Ngai, itakuwa jina moja hiyo ama mbili? Jina moja, lakini lugha ni tofauti. Liko tofauti mara ngapi? Mara mbili. Lakini Mungu anasema jina litakuwa ngapi? Moja. Mpendelee. Hiyo jina moja itakuwa vipi? Na jina lake moja nchi yote. Mungu anasema nchi yote dunia nzima, kwa hiyo jina moja itageuzwa kuwa kama Araba. Mpe. Kumbe nchi yote itageuzwa iwe kama wapi? Araba. Kwa hivyo jina ambalo watatumia Arabuni kumuita Mungu, ndio nchi yote itageuzwa imuite Mungu na jina ngapi? Moja. Kwa hivyo Waarabu wakimuita Allah, nchi yote duniani kwa mujibu wa Biblia inatakiwa tumuite Mungu nani? Allah. Ndio maana wewe mfano unaabudu hapa sorry, pasta wako pengine anatumia kuhubiri kwa Kijaluo, sawa? Unapohubiriwa kwa Kijaluo, Nyasaye achirikende sijui nini, vitu vyote aongee, unamuelewa, si ni kweli? Leo Mungu akujalia umepata neema, umepata baraka, umepata hela, unafanya biashara yako China, utoke hapa uende China pale hawajui Kijaluo, si ni kweli? Lakini Jumapili lazima uende kanisani uabudu, si ni kweli? Ukipata kanisani umeingia, yule Mchina anaanza kuongea akiomba Mungu, anasema chingtung chapa ha chingonga nuhita Mungu. Wewe utaelewa kitu? Huwezi kuelewa, utakaa tu usikilize, watu wakiondoka uondoke. Labda watu wameambiwa waende wapokee pesa sehemu fulani, wewe hujui, umeenda nyumbani, si unapata hasara? Umenielewa? Nimeelewa. Lakini sasa ukiwa hapa Kenya, wewe ni Muislamu na uko hapa msikiti ule pale kuna imamu Mjaluo, waumini wa Jaluo, umenielewa? Wanatumia lugha ya Kiarabu, sawa? Wakisema Allahu Akbar wanaelewa maana yake kwa sababu wamejifundisha Kiarabu, umenielewa? Wakitoka hapa waende China,
Mchina kwenye biashara yake anaongea lugha yake ya Ching kama kawaida, lakini akiingia msikitini lugha yote anaacha moja, kwa sababu Mungu ni mmoja na jina lake moja na nchi yote imegeuzwa kuwa Araba. Anaacha Kichina nyumbani, anaongea Allahu Akbar, Allahu Akbar, wanaongea kwa lugha ya Kiarabu. Umeelewa? Ndio maana Mungu hikma yake akasema watu wote waache mambo mengine kando. Umeelewa? Wakuja watumie lugha moja. Ndio maana kuna mchezaji mmoja wa China anaitwa Mpumbavu Majimoto, lakini kwa lugha yao mpumbavu ni jina ya sifa, yani mtu mkubwa, lakini mpumbavu kwa Kiswahili si matusi. Unaona lugha inavyobadilika. Kumbe kitu moja unaweza kuwa unamuomba Mungu, ukienda kwa nyumba ya Mungu kwa lugha nyingine kumbe unatukana. Wewe unainua mkono tunaomba, watu wanashangaa mbona anatukana? Kumbe kwa lugha yako ni kitu nzuri, lakini kwa lugha yao ni matu. Ndio maana Mungu akasema watu wote watumie jina ngapi? Moja. Na lugha ngapi? Moja. Nafikiri umeelewa mpaka hapo. Bado niko na shida kidogo hapo. Lete shida ya pili tumalize. Kama mimi nataka nilikuwa muamini wa Islamu, ndio, na sijui hiyo lugha ya Kiarabu, ndio, nitapata usaidizi aje? Asante sana. Utapataje usaidizi? Asante. Hebu nikuulize swali ndogo tu utapata majibu yangu, sawa? Wewe ni kabila gani? Mimi ni Mjaluo. Mjaluo, au sio? Ulipozaliwa ulikuwa unajua Kizungu? La. Lakini ulijua vipi? Nilienda shuleni nikajua Kizungu. Ndio. Sasa ukisilimu pia unaenda shuleni unasoma Kiarabu taratibu. Na hakuna lugha nyepesi kama Kiarabu. Kwa nje watu wanaona ngumu, lakini ukiingia ndani hakuna lugha nyepesi kama Kiarabu. Utaisoma, utaijua kwa chini ya miezi 6 ama 8. Utakuwa unajua kila kitu. Lakini Kizungu utajifundisha kuanzia class 1 mpaka class 8 miaka 8, uongeze tena miaka 4 ya form 4, na unaweza ukatoka shule ukakuwa kama 59 Waititu hata kuongea ujui. Umeelewa? Lakini Kiarabu unaweza ukasoma miezi 8 tu na ukakuwa mfasaha. Maana yake Kizungu ni ngumu zaidi kuliko Kiarabu. Unaweza ukasoma miaka 12 bado hujui. Lakini Kiarabu unaweza ukasoma mwaka mmoja vizuri na ukajua kabisa. Kwa sababu Mungu anakufanyia wepesi, kwa sababu ni lugha ya ibada. Umeelewa? Kila kitu kusoma, utakapoingia katika Uislamu unasoma taratibu. Qur'ani watu wanaisoma kwa Kiarabu, utakuwa unasoma unaona rahisi. Umeelewa? Huyu hapa si imamu hapa, huyu si unamfahamu, mwenyeji hapa. Si Mjaluo, shaka Mjaluo Huyu si Mjaluo, lakini sasa hivi anapiga Kiarabu safi, na alizaliwa katika Ukristo, alilelewa katika Ukristo, alizaliwa katika Ujaluo, akalelewa katika Ujaluo. Kiarabu alikuja kujifundisha baadaye. Huyu yuko karibu hapo ni Mmeru, sio Mwarabu. Huyu hapa ni Mkikuyu, sio Mwarabu. Umeelewa? Lakini wote baada ya kujifundisha kusoma mtu anajua. Swali lingine, utofauti gani yupo kati ya Uislamu na Ukristo? Utofauti gani upo kati ya Uislamu na Ukristo? Tofauti ni moja tu, kwamba Waislamu wanafuata maamrisho ya Mungu, Wakristo wanafuata propaganda ya kanisa. Hawafuati mambo ambayo Mungu anafundisha hata mmoja. Yaani nikipata Mkristo mmoja anafuata kitu moja kwenye Biblia nzima, mimi leo nakuwa Mkristo. Moja tu, sio mbili, moja tu. Ambao Mungu ameamrisha kwa Biblia, moja tu. Biblia sio hapo. Muite hata pasta ya dunia nzima, akwambie kitu gani mmoja Mungu ameamrisha, Biblia yeye anafuata yeye kama pasta. Hakuna. Wote wanafuata tu maneno ambayo wamesikia kutoka kwa walimu wao na nini na wazee wao, ndio wanafuata. Lakini Biblia wanaeka kando. Wao wanashika Biblia kwenye makwapa. The Bible says lazima uamini kwa mtoto wa Mungu, naye ni Jesus Christ. Lakini hakuna mahali hata moja kwenye Biblia nzima imeandikwa mtoto wa Mungu ni Yesu. Hakuna hiyo andiko. Lakini wewe umepatiwa imani tangu ukiwa mdogo, unaamini kabisa ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, si kweli? Lakini hakuna andiko. Sasa inatoka kwa Biblia Yesu mwana wa Mungu. Andiko gani? Hiyo ndio shida sasa. Wanasema iko kwa Biblia lakini hawakutolei. Mwambie aje hata na Biblia yake nyumbani. Hakuna. Kwa nini? Kwa sababu Biblia ilishaandikwa na ikakauka. Huwezi kubadilisha leo. Si kweli? Si kweli?
na ile andiko ambalo kila mmoja anajua, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila amwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Haleluya! Sio andiko ipo? Kuna mahali yote umesikia Yesu? Kwa hiyo andiko nimesoma mwanzo mpaka mwisho, umesikia Yesu? Umesikia? Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila amwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Umesikia Yesu? Umesikia Yesu ndiye mwanawe Mungu wa kipekee. Hiyo sasa ni ya kuongezea, ni Yesu, lakini Biblia haijasema ni Yesu. Sasa wewe unajiongezea kwa nini? Na Mungu anasema kwenye Ufunuo, yeyote atakayeongezea Mungu anamuongezea mapigo, si ni kweli? Sasa wewe umeongezea Yesu kwa njia ya nyuma, ulipata wapi ni Yesu wakati Mungu hajaongeza? Au Mungu alisahau? Unataka kuniambia Mungu alisahau? Hawezi. Ndio maana nakwambia kile ambacho mnafuata ni bonus, lakini maandiko yaliyokuwepo hamfuati. Umenielewa? Mnalazimisha. Yesu alikuwa ni Mkristo, lakini hakuna andiko Yesu ashawahi kuwa Mkristo hata siku moja. Ni kulazimisha tu. Upo? Sasa wewe mtafute pasta yote duniani, mwambie nipatie andiko moja Biblia inasema Yesu ni mtoto wa Mungu. Hakuna. Ama Yesu mwenyewe aseme mimi ni mtoto wa Mungu, au Mungu mwenyewe aseme Yesu ni mwanangu. Hakuna. Kuna ujanja tu. Biblia sio hapo. Pengine huyu kidume pengine hapo na hebu mpe huyo akusaidie, labda hapo naye. Pengine wewe ulisahau. Habari rafiki yako? Salamu. Unaitwa nani? Ja Ugunga. Karibu kwenye mkutano. Hapo penye umesema hakuna pale Mungu alisema Yesu ni mtoto wake. Hakuna. Wakati wa ubatizo wa Yesu ndio uliona malaika wa Mungu akitumwa. Na Mungu pekee alisema this is my beloved son. Ni kweli Yesu, Mungu alisema Yesu ni mtoto wake wa kipekee. Pengine nikusaidia na hiyo andiko, najua hujui iko wapi. Mimi najua iko wapi. 3:11 twende. 11 Mathayo. Tusome taratibu alafu nielezee kama kweli imesema hivyo. 3:11 ndio. Mathayo inasema hivi. Ndio. 3:11 inasema twende vitu. Kweli mimi 3:11. Nenda 16. Na Yesu alipokwisha kubatizwa, mpe sini hapo. Haya, sikiliza vizuri. Na Yesu alipokwisha kubatizwa, ndio mara akapanda kutoka majini. Safi. Na tazama, mbingu zikamfunukia. Akamwona Roho wa Mungu akishuka kama hua. Safi. Akija juu yake. Ndio. Na tazama, sauti kutoka mbinguni ikisema. Ikisemaje? Huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye. Msikieni yeye. Mpe. Sio hapo. Sasa sikiliza vizuri andiko hiyo. Uniambie kama ni mimi nakosea ama wewe ndio hujaelewa. Rudia taratibu sasa. Na Yesu alipokwisha kubatizwa, ndio mara akapanda kutoka majini. Safi. Na tazama, ndio mbingu zikamfunukia. Ndio akamwona Roho wa Mungu akishuka kama hua. Mpe. Jambo la kwanza tunaambiwa mbingu zilifanyeje? Akaona nini ikishuka? Mfano hii ikishuka kama roho. Sawa, kuna mbingu alafu Roho wa Mungu akishuka kama nini? Kama hua. Sawa? Na huyo hapa chini mfano, tusio Yesu lakini tuchukue mfano. Yesu huyo hapa chini. Sawa? Tunaambiwa Roho ya Mungu ameshuka kutoka wapi? Mpe huyo. Usifunge hapo. Sikiliza vizuri tu. Sitaki upotee. 4:24 Yohana. 4:24. Usifunge hapo. Mungu ni roho. Mpe. Kumbe tunaambiwa Mungu ni nani? Na tunaambiwa Roho amefanyeje? Maana yake Mungu amefanyeje? Hapo huwezi kujibu. Tunaambiwa Mungu ni nini? Roho. Na mbingu zilipofunguka Roho ikafanyeje? Maana yake Mungu amefanyeje? Asante, endelea. Na sauti
Inasema naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini, ndio, na tazama mbingu zikafunuka. Asante. Akamwona Roho wa Mungu akishuka kama hua, asante, akija juu yake, ndio, na tazama sauti kutoka mbinguni ikisema, mpe. Kumbe tunaambiwa baada ya Mungu kushuka, sauti ikatoka wapi? Mbinguni. Na kumbe Mungu ameshatoka wapi? Mbinguni. Na hiyo sauti ni ya nani? Kama sauti ingetoka kwa Roho tungejua kumbe ni mwanae, tumekataa. Kwa sababu tunajua Mungu ndio yeye Roho, lakini sauti inatoka kwa Mungu, imetoka mbinguni sehemu tofauti. Upo? Umenielewa? Ndio maana tunasema hakuna andiko Mungu anasema huyu ni mwanangu. Yesu tunamuuliza, hiyo sauti ilikuwa ni ya Mungu ama sio ya Mungu? Sikiliza Yesu anakuambiaje. 5:37 Yohana. Yesu mwenyewe anasema hiyo sio ya Mungu. 5:37 Yohana inasema. Ndio. 5:37 Yohana mtakatifu. Yesu anakataa, anasema hiyo sauti si ya Mungu kabisa. Naye Baba aliyenipeleka amefanyeje? Amenishuhudia sauti yake. Soma taratibu baba. Naye Baba aliyenipeleka amefanyeje? Amenishuhudia. Asante. Sauti yake Mungu hamkuisikia wakati wowote. Mpe. Yesu anasema wakati wowote. Sauti ya Mungu ijafanyeje? Na ile sauti ilikuwa ya nani? Ndio nakwambia huyo sio Mungu. Yaani Biblia iko wazi, wewe tu ndio hutaki kuelewa. Tuko pamoja? Una swali lingine? Swali nalo tena ni swali la Sabato. Haya, uliza. Siku gani iliyoandikwa katika kitabu takatifu la Biblia au Qurani ili watu waabudu Mungu? Siku gani imeandikwa watu waabudu Mungu ambaye imeandikwa katika Biblia au katika Qurani? Tunaanza na Biblia. Mathayo 18:1. Mathayo 18:1. Ndio. Mathayo 18:1 inasema hivi. Ndio. Na 8:1. Sasa wanafunzi wakamwambia, Luka wewe Luka. Sio mimi, ni wewe. Luka. Haya, 18:1. Twende kwa mganga mwenyewe. Inasema hivi. 18:1. Akamwambia mfano ya kwamba, Yesu anawaambia wanafunzi ya kwamba imewapasa ni lazima kumwomba Mungu siku zote. Mpe. Kumbe Biblia inajua siku ya kumwabudu Mungu ni nini? Siku zote. Qurani 24:36. 24:36 Qurani. Ndio. Bismillahirrahmanirrahim. 24:36. Ndio. Waonekane makusanya nyakati 5 katika nyumba ambazo Mwenyezi Mungu ameamrisha zitukuzwe. Safi. Na humo litajwe jina lake. Ndio. Yaani misikiti. Na Qur'an inatuambia mara 5 kila siku tuonekane msikiti. Kwa hivyo kila siku Biblia inasema tuabudu, Qur'an inasema vile vile tuabudu. Upo rafiki yangu, mpe mic. Uko pamoja. Umenielewa? Sasa mimi nataka nikuite, kuna kijana mmoja mdogo ana miaka kidogo sana, kijana mdogo machachari. Mimi nimezeeka kidogo. Nataka nipite kijana mdogo muweze kuzungumza naye kidogo, pengine mnatoshana umri ama pengine umemzidi. Sheikh Yusuf Wambogo, naomba uzungumze naye dakika kidogo, maana mimi nimeongea sana. Alafu ujue hii mic ina utamu, mtu akipanda hataki kushuka. Sasa naomba naye, nilikuwa nimekusahau kama tumekuja naye. Samahani. Asalamu alaykum. Salamu. Mimi hata nilikuwa nacheka nikisikia ukisema kwamba watu waoe wake wawili watatu, sema la haula. Kazi ipo. Wawili ni hatari kukaa na mke mmoja. Unajua mimi nilikuwa nasikia raha tu pale. Kwa sababu unajua ukisikia umri wa uzee unafikia unakuwa na wake wawili, unasikia raha ukisikia ikisifiwa vile unafaliwa uwe na wawili. Wewe kukaa na mke mmoja hatari. Kwa inabidi ukienda kila loji unakuta kondomu 6, 8 kwa sababu umekataa kuoa. Wewe habari ndugu? Ujambo? Sijambo. Wewe naona ni kijana mdogo saizi ya huyu. Hata nilikuwa sijaona. Sasa kijana mdogo umesema aje unataka kuwa Muislamu? Unajua mimi nimeona umefundishwa mengi. Mimi langu hapa ni kukusilimisha, wasemaje? Asante. Uko tayari? Twende msikitini. Islamu la ndugu yangu. Ukija
nikiingia kwa Uislamu nitapata raha duniani na kesho ahera, kwa sababu hakuna dini nyingine Mungu anaikubali isipokuwa Uislamu. Yesu ampenda tena sana Yesu, si ndio? Yesu anasema hivi 14:6 Yohana. 14:6 Yohana. Inasema hivi. Ndio. 14:6 Yohana mtakatifu. Na kama una swali pia nafasi ipo. Teremka chini. Yesu akamwambia, ndio, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Patie maiki. Ndugu yangu, unasikia hayo maneno mazuri? Yesu ndiye njia, ukweli na nini? Uzima. Hauwezi kwenda kwa Mungu isipokuwa upitie kwa nani? Yesu mwenyewe. Yesu akienda ashile, alio, adeke, angwen, abishi. Akiingia msikitini unaingia wapi? Akienda agenge, ai, somo, sohol, sisit. Akiingia kanisani unaingia wapi? Hebu tuone Yesu kaingia wapi? 14:6 Yohana. Luka 4:16. Mapito ya King Isa. Luka 4:16 inasema hivi. Ndio. Yesu akarudi kwa nguvu za 16. Ndio. Akaenda Nazareti. Hapo alipolelewa. Ndio. Na siku ya Sabato akafanya nini? Akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Yesu anao desturi ama tabia. Tabia ya Yesu anaingia katika nini? Sinagogi. Unajua hii sinagogi ni nini? Hekalu. Ni hekalu. Na mimi na wewe inafaa tufuate Yesu kwa sababu Yesu ni nini? Yesu ndiye njia, ukweli na nini? Na uzima, si ndio? Hata waibaji wanasema Yesu ni daraja ya kuvuka mto. Ukitaka kuvuka, njoo kwake Yesu, njoo kwake Yesu uokolewe. Sawa? Kwa hivyo leo mimi na wewe tunafuata Yesu. Kama sinagogi ni hekalu, ina maana mimi na wewe tunafaa kuwa tunaingia wapi? Lakini wewe ndio uliojaji ukasema sinagogi ni hekalu. Wewe kwanza umejaribu. Mimi nilidhani sinagogi ni SGR. Unashangaa. Baada ya kuja hadi Sheikh nikaona SGR kumbe ni train tu. Ni train ile tu ya zamani imebadilishwa ati ikafanywa ina bio kidogo ikaitwa SGR. But ni ile ile. Tuko pamoja. So tuulize Biblia, hii sinagogi ni nini? Hapa brother ulisema unaitwa nani? Jack Obunga. Jack Obunga. Jack. We. Una majina, unajua Jack ziko nyingi. Tafuteni majina mazuri. Biblia inasema sinagogi ni nini? Hebu angalia hapo. Unajua nilisikia ndugu yangu mmoja anatafsiri majina nikasikia sijui huyu mdudu ambaye anaendaga akimwaga mchanga nyuma. Sijui huyo, sijui kama ni yule Lukurunyei ama anaitwaje. Ndio anaitwa nani? Anthony. Ndio yule Lukurunyei. Teremka chini. Sinagogi maana yake ni msikiti wa Wayahudi. Kumbe sinagogi si hekalu, ni nini? Msikiti ya Wayahudi. Wayahudi kabila kama vile Wajaluo. Sawa? Wajaluo wakiingia kwa msikiti wanakuwa dini gani? Islam. Wayahudi wakiingia kwa msikiti watakuwa dini gani? Islam. Kwa hivyo Yesu alikuwa Myahudi akaingia ndani ya msikiti anakuwa nani? Islam. Kwa hivyo kama unampenda Yesu, Jack, na wewe utakuwa nani? Islam. Uko tayari kufuata Yesu? Uwe Muislamu. Jack. Jack. Hiyo ni Biblia. Anataka kuguza mpatie. Hiyo ni Biblia Jack. Sio ile kama unampenda Yesu ruka kidogo. Hiyo sio kupenda Yesu, hiyo utaenda motoni. Kupenda Yesu ni kufuata matendo ya Yesu. Yesu akikupatia zawadi Jack utachukua? Haya tuone sasa kama utakubali zawadi ya Yesu. 3:11 Luka. 3:11 Luka inasema. Ndio. 3:11 Luka mtakatifu. Ndio. Inasema hivi. Inasema nini? 3:11.
Akajibu akiwaambia, Yesu anajibu anawaambia, mwenye kanzu mbili na ampe asiye na kanzu. Mpe. Unajua kanzu? Naam. Ni gani? Kanzu ni nguo refu kama hiyo yako. Kama hii nimevaa. Yesu anasema nikiwa na bidii nikupe gapi? Moja. Uko tayari nikupe? Niko na 5. Uletewe moja. Bado. Kwa hivyo wewe leo unampiga nani? 7:21 kitabu cha Mathayo 24. 7:24 Mathayo. Ndio. 7. Yesu anasema mvae kanzu, mnakataa. Yesu anaenda msikitini, mnakataa. Mnatakaje sasa? Yaani Yesu alikuwa Muislamu. Anaenda msikiti siku zote. Wewe siku zote unaenda kanisani, unafuata nani huko? Basi ni mtume yupi aliyekuwa akienda kanisani kama wewe? Ni mtume gani alikuwa akicheza ngoma anaweka kwaya? Kama unampenda Yesu cheza kidogo. Sasa ni mtume yupi alikuwa akicheza? Manabii wote wanaonekana kuwa Waislamu. Mitume wote wanaonekana kuwa Waislamu. Na ndiposa wale wanazungushaga CD za nyimbo, mimi wakija wakati nimepanda matatu simwambiagi sitaki. Namwambia niletee moja ile Yesu aliipa. Mimi nitanunua wimbo wa Yesu. Kwani kuna wimbo ya Yesu? Unasikia hakuna ya Yesu. Ni watu tu wameiba sifa. Mimi nataka kama Yesu aliiba, nipatie wimbo wa Yesu, mimi nitanunua. Lakini kama Yesu hakuiba sitaki nyimbo. Na kweli hakuna wimbo wa Yesu. Ama ushawaisikia wimbo wa Yesu? Yesu akaiba wimbo moja. Hizi ni vituko na sarakasi tu. Ati napiga magoti naita Mwokozi, tazama yeye. Nipige dawe. Hebu soma hiyo andiko la mwisho kabla aondoke. Mwalimu umesema 7:24. Basi kila asikia haya maneno yangu na kuyafanya, ndio atafananishwa na mtu mwenye akili. Mpe. Ukisikia Yesu alikuwa anavaa kanzu na anaenda msikitini, ukamfuata, utafananishwa na watu wenye nini? Twende 26. 26 inasema, ndio, na kila asikia haya maneno yangu ndio asiyafanye, ndio atafananishwa na mtu mpumbavu. Mpatie maiki. Ukisikia maneno ya Yesu usiyafanye, utafananishwa na mtu mpumbavu. Kwa hivyo leo unafaliwa ufuate nani? Mimi naona dalili nzuri. Patiana maiki pande nyingine. Habari gani ndugu? Nzuri. Wewe na wewe ulisema Muislamu? Ati? Wewe na wewe pia ushakuwa Muislamu au bado? Mimi bado, mimi ni Kristo. Unaonaje ukuwe Muislamu ndugu yangu? Ni raha hapa duniani lakini sio raha ya kwenda mbinguni. Hata mbinguni ni raha 40 alafu nipatie Ukristo kwamba ni raha mbinguni. Leo unipatize maiki. 40 Qur'ani. 40 Qur'ani nasema hivi. Andiko moja tu Mkristo atapata raha kidogo tu, hata sio sana. Kidogo tu apate raha ile dogo tu mbinguni. Mimi ni achana na Uislamu. Peleka chini. Afanyaye ubaya hatalipo ile sawa na uovu wake. Ukifanya ubaya unalipo sawa sawa na uovu wako. Kama wewe unakunywa chang'aa, unapiga watu geta, unatumia madawa ya kulevya, unaua ovyo, utalipwa sawa sawa na hao maovu yako. Hata na wewe utapata kichapo siku ya kiyama. Unazini, kazi yako kuingilia mabinti za watu na wake za watu, wewe subiri kiboko ya Mungu. Peleka chini. Na afanye wema, na anayefanya wema, akiwa mwanamume, akiwa mwanaume au mwanamke, yani Uislamu haubagui mwanaume au mwanamke, lakini sharti naye ni Muislamu, sharti yake awe ni Muislamu. Basi hao Waislamu wataingia peponi, yani paradise, waruzukiwe humo bila hisabu, wapate riziki bila hesabu, yani watapata raha starehe kule peponi. Waislamu wanaume na wanawake. Nipatie moja tu Mkristo anapata starehe, mpe. Umesema Waislamu ni hapa duniani lakini sio huko. Nimekuonesha hata huko tuna raha. Ninyi wapi mnapata raha huko? Ulisema unaitwa nani?
Nasikia raha duniani. Ngome. Ngome. Gobi. Ngome. Ngome. Hama Ukristo na mapema. Hama na mapema. Niulize kwa nini? Mbona? 7:21 Mathayo. 7:21 Mathayo. Mathayo. Ndio. 7:21. Hama na mapema huko. Hebu hivi hebu nione Waislamu wangapi wamefika jioni ya leo. Barikiweni sana. Hebu nione Wakristo wangapi jioni ya leo. Aisori wanasilimu wote wanakuwa Waislamu, hawasori, hawainui mikono, wote wanasilimu. Karibuni msikitini bana. Hawa watu wa sori wote wanakuja msikitini. Washajua kwamba ukifuata Awolo kwanza ni mkora, ana dini, sio nabii wa Mungu. Nani kampa utume? Anatumia nguvu za giza kuangusha watu. Zote zimejulikana. Anatumia mali ya watu, anapata escort zaidi ya rais. Awolo. Kumbe tuliona juzi kwa TV, anatumia mali za watu. Yaani mama tajiri hawezi saini kutoa pesa yake bank mpaka Awolo asaini, na pesa sio yake. Yaani kuna watu duniani wanajua kutumia wengine. Ashajulikana, habari zake ziko sahi, yako hali zake ziko baya. Huyu mnamuita mtume wenu hapa. Hakuna mtume duniani. Hata kuna wengine wanajiita manabii, wanavaa kanzu za yero. Hapa duniani hakuna nabii, hao ni wakora tupu. Nabii mwisho alikuwa Muhammad. Yaani miaka 1600 iliyopita kutoka hapo mpaka saa hii hakuna nabii ameikia duniani. Ukisikia mtu anajiita mtume, huyo ni mkora, anaibia watu kwa jina la Mungu. Kuna wengine kwanza, na wengi utakuta wengi ni Wakikuyu. Unasikia Prophet Thomas Wahome, mtume Thomas Wahome, ati ni nabii wa Mungu, ametoka Kiambu. Mungu akaleta mtume kutoka Kiambu. Anakuambia ukitaka kujua kwamba umeandikwa katika kitabu cha mbinguni, niletee 1000, atakuangalilia kitabu cha mbinguni. Hao wanaonaga mpaka listi ya Mungu, hao mitume wenu. Teremka chini. 21. Ndio. Si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana. Yesu anasema si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni. Atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Unasikia ndugu? Yule anafanya mapenzi ya Mungu aliye mbinguni ndiye atakayepata huo ufalme wa mbinguni. Hayo mapenzi tutayaangalia baadaye ni yapi. Teremka chini. Wengi wataniambia siku ile. Wengi watamwambia Yesu siku ya kiyama, Bwana Bwana, Bwana Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako? Ndio. Na kwa jina lako kutoa pepo? Patie ndugu pale. Kina nani wanatoa pepo kwa jina la Yesu? Ni Waislamu ama ni Wakristo? Ni Wakristo wenye walikuwa wanajifanya ni Wakristo, lakini sio Wakristo halali. Ni Wakristo? Sio Wakristo halali, walikuwa wanajifanya ni Wakristo. Kwa hivyo kuna Wakristo haramu. Aiya. Vile kuna Waislamu haramu. Sasa wewe andiko gani? Nipe andiko moja. Wewe mwenyewe ndio umekiri kuna Wakristo haramu. Nipe andiko kuna Waislamu haramu hapo. Unajua Yohana Mslamu mkora? Hiyo ni yako. Hiyo ni yako. Mimi nasoma maandiko. Hizo ni maoni zako. Maoni tunapeleka kwa watu wa habari. Statement police station. Kujitetea tunaenda kotini. Hapa tunaenda kwa maandiko. Maandiko yamekiri kwamba kumbe kuna Wakristo wanafanya miujiza kwa jina la nani? Kwa jina la Yesu Kristo. Mpa maiki, teremka chini, kumbe sio Waislamu hao. Teremka chini. Na kwa jina lako kutoa pepo. Ndio. Na kwa jina lako kufanya miujiza mingi. Viwete wanatembea. Vipofu wanaona. Alafu hawa jamaa zenu wanakuwa hatari sana. Yaani wao wanakuja kutibu, wakija hapa sori, mapasta wanatoa pepo, viwete wenye maradhi wanapona, wanaenda ile uwanja kubwa sana iko pale. Hapo ndipo wagonjwa wanakaaga. Ama wakienda kwa mfano Kisumu, wanaenda Kisumu Kenyatta Sport Ground. Hapo ndipo miujiza inafanyiwa. Wenye maradhi yote wanapona. Hivi wagonjwa wanakaaga viwanjani. Kama
kweli wanaponya, kuna level 5 hospital. Kuna hospitali nyingi. Si waende hospitalini, anaingia in the name of Jesus. Wagonjwa wote one out. Au tunajua anafanya miujiza. Lakini wewe unakuja kufanya miujiza Nairobi, unafanya Uhuru Park. Hali ya kuwa Kenyatta National Hospital iko hapo juu. Enda kama wewe una miujiza unaponya watu, nenda Kenyatta Hospital. Usiende Uhuru Park. Uhuru Park ni uwanja wa watu kutulia. Watu wako kwa starehe zao kule, sio wagonjwa. Lakini wakija hapa, kama anatibu, anaponya wenye maradhi, anatafuta kiwanja ya mpira. Hivi kiwanja ya mpira ndio inakaa wagonjwa. Teremka chini. Ndipo nitawaambia dhahiri. Ndipo nitakapowaambia dhahiri. Sikuwajua nyinyi kamwe. Sikuwajua nyinyi kamwe. Ondokeni kwangu nyinyi mtendao maovu. Mpe. Kumbe hao Wakristo wanafanya miujiza kwa jina la Yesu. Yesu atafanya nini? Atawafukuza. Karibu kwa Uislamu, usiwe mmoja wa kufukuzwa katika hao Wakristo. Njoo kwa Uislamu ndugu yangu. Uko na swali la kuuliza Waislamu? Chanzo chake ni ipi? Chanzo cha Uislamu ilitokea wapi? Uislamu. 30 Qur'ani, alafu niweze kupatia kijana hapa mdogo. 30 Qur'ani. Ni vijana wa kesho. Ndio viongozi wa kesho, si ndio? Ndio hiyo. Wanaambia wao ni viongozi wa kesho, sio wa leo. Basi ndio uelekeze uso wako katika dini iliyo sawa sawa. Basi uelekeze uso wako katika dini iliyo sawa sawa. Ndilo umbile Mwenyezi Mungu aliyowaambia watu. Ndilo umbile ambalo Mwenyezi Mungu amewaambia watu. Yani dini hii ya Kiislamu ndio inawafikiana barabara na umbo la binadamu. Kumbe mwanadamu ameumbwa katika umbile ya dini ya nini? Yani Uislamu ulitokana na Mungu mwenyewe, amemuumba mwanadamu katika umbile la dini. Yani Mwenyezi Mungu ndiye kauanzisha. Mpe huyo maiki msomaji. 5:3 ama 22:78. 22:78. Ndio. Bismillahirrahmanirrahim. Hata wewe ulikuwa Muislamu, ulitoka tu. Babu yako alikuwa Muislamu, baba yako alikuwa Muislamu. Yote baadaye ndio mnatoka mnakuwa sijui Mkristo, sijui unakuwa wote Waislamu. Teremka chini. Hata hao wote, hata wachungaji wote walikuwa Waislamu. Ni kwasi tu wameasi dini, wametoka kwa Uislamu. Teremka chini. Naipiganieni dini ya Mwenyezi Mungu. Ndio. Kama inavyostahili kupiganiwa. Ndio. Yeye amekuchagueni mwe umma ulio bora. Ndio. Wala kuweka juu yenu mambo mazito katika dini. Ndio. Nayo dini hii ni mila ya baba yenu Ibrahimu. Ni mila ya baba yenu Ibrahimu. Yeye Mwenyezi Mungu ndio alikuiteni Waislamu tangu katika vitabu vya zamani huko. Ndio. Na katika Qur'ani hii pia mumeitwa jina hilo. Mpe. Kumbe Uislamu tuliitwa Waislamu na nani? Mungu ndiye katuita Waislamu. Uislamu neno la Kiarabu linamaanisha nini? Mpe huyo akuoneshe. Biblia ya Kiafrika maana ya Uislamu. Hii Biblia ya Kiafrika, African Bible. Hiyo ndio Biblia ya watu wao weusi. Ndio hiyo Biblia yetu hapo. Iko hapo. Ushaiweka kwa nini? Fuko asili. ndio hii hapa. Tafsiri ya Biblia ya Kiafrika, yani African Bible. Unajua wengine watashangaa African, hii African Bible tumeinunua Holy Family Basilica Nairobi. Inauzwa, ukienda bookshop yoyote ya Catholic bookshop unaipata. Uliza African Bible. Hii inazungumzia watu weusi kama sisi, kama nyinyi. Ni Biblia yetu, inakuja kwa lugha za kwetu, tutaelewa vizuri. Uislamu neno la Kiarabu linalomaanisha kujisalimisha kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Mpe. Kumbe Uislamu inamaanisha kufanya nini? Kujisalimisha kwa mapenzi ya nani? Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ukisikia huyu ni Muislamu, unajua huyu amejisalimisha kwa mapenzi ya nani? Yani anafanya vile Mungu anafanya nini? Anapenda. Na ndio Yesu alifundisha
Unajua Lord's Prayer anasema, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama wapi? Unajua hiyo? Kwa hivyo kuna mapenzi ya Mungu ambayo inafaa tutimize wapi? Hapa duniani. Ambayo hayo mapenzi yanatimizwa wapi? Juu mbinguni. Ni mapenzi yapi hayo? Nani Mkristo anajua mapenzi ya Mungu hayo ni yapi? Nipe 1000. Nani anajua? Kuna Mkristo anajua mapenzi ya Mungu ni yapi? Nipe 1000 saa hii. Wewe unajua? Kuna Mkristo, hebu nione mikono ya Wakristo. Wajua, wewe driver wa bodaboda, unajua mapenzi ya Mungu ni yapi? Upate zawadi yako 1000. Karibia leo ni utueleze mapenzi ya Mungu ni yapi. Kuna anajua? Hata wewe ujui? Mimi najua. Ni yapi mapenzi ya Mungu? Sio chuki, kuwa na huruma. Salala, hivyo ndivyo wanaka huko mbinguni kuko. Bwana Yesu anasema mapenzi ya Mungu yatimizwe wapi? Hapa duniani kama ndivyo inafanyika juu mbinguni. Kama inavyofanyika wapi? Juu mbinguni. Hebu kidogo nikutembeze mbinguni, nikujulishe leo mapenzi ya Mungu. Twende mbinguni. Msomaji 7 ile Ufunuo wa Yohana. Wacha tuwatembeze mbinguni kidogo hao. 7:4 Ufunuo wa Yohana. Ufunuo wa Yohana. Ndio. Inasema hivi, Ndio. nikasikia hesabu yao. Ndio. 11. 11. Ndio. Na malaika wote, walikuwa wakisimama pande zote za kile kiti cha enzi. Walikuwa wakisimama pande zote za kile kiti cha enzi, na za hao wazee, na za wale wenye uhai wanne, na wakaanguka kifulifuli, na malaika wote wakaanguka kifulifuli mbele ya kile kiti cha enzi. Ndio. Wakamsujudu Mungu. Kumbe mbinguni malaika wanafanya nini? Wanasujudu Mungu. Na sisi duniani tusujudie nani? Mungu. Hiyo ndio mapenzi ya nani? Mungu. Nyinyi mnasujudu? Mnasujudu vipi? Hebu nionyeshe. Hebu ona vile wanasujudu. Hivyo ndivyo mnasujudu. Ila lillahi. Msomaji, hebu tumuoneshe tafsiri ya kusujudu katika Biblia. Ukienda kamusi ya Kiswahili, kusujudu maana yake kuguzisha paji la uso chini wakati wa ibada. Je, Musa unatufundisha kusujudu ni kufanya nini? Kutoka 34:8 huyo asujudu huyo. Kutoka 34:8 nasema huyo anapiga magoti alafu anainamisha kichwa. Musa akafanya karaka. Karaka maana yake rukuu. Akainamisha kichwa chake hata nchi. Musa akainamisha kichwa chake hata nchi, akasujudu. Kumbe kusujudu ni kuinamisha kichwa mpaka wapi? Umefanya hivyo wewe? Ina maana wewe haufanyi nini? Wadwa, wewe haufanyi nini? Sujudu. Hausujudu. Na kama usujudu siku ya kiyama unaenda motoni, kwa sababu maandiko yanasema nini? 4:10 Mathayo. 4:10 Mathayo. Ndio. Mathayo 4. Naona muda ndio huo pia. Tuendelee tu kaka. Najua unapenda sana. Ndio? 4:10. Ndio. Ndipo Yesu alipomwambia, nenda zako shetani. Kwa maana imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako. Ndio. Umwabudu yeye peke yake. Imeandikwa tusujudie nani? Mungu. Tumwabudu yeye peke yake. Kama kina nani wanafanya hivyo? Tumeonesha dalili, wewe umeonesha yako, tumeonesha yetu. Kila nani wanamsujudia Mungu? Waislamu. Kwa hivyo Waislamu wanafanya mapenzi ya nani? Mwenyezi Mungu. Wasemaje leo uwe Muislamu ufanye mapenzi ya Mungu? Tunamalizia mkutano
Ndugu yangu, wewe Muislamu na mapema, twende msikitini tuswali pamoja, kesho uanze kufunga Ramadhani. Wasemaje? Sema bismi. Hizo habari zimekuwa zipo. Sawa sawa, mimi sitokulazimisha, ila mimi nimekufikishia ujumbe umefika. Tupatane kesho, mkutano unaendelea hapa tena jioni saa 10 Mungu akipenda. Na nimesema siku ya Jumapili kuna kongamano kubwa sana pale katika mji wa Thiwa, imeandaliwa na SDA ama Seventh Day Adventist Church. Tutakuwa na mjadala mkubwa baina ya mapasta na mashehe wa Kiislamu. Mkutano umeandaliwa na kanisa ya SDA pamoja na msikiti wa Thiwa. Itakuwa Jumapili uko jioni kwa wiki mzima. Kwa hivyo hiyo itakuwa ni moto. Hapa mapasta hawajatokea, lakini Thiwa wametualika wenyewe rasmi, mapasta ndio wametuita. Kwa hivyo hiyo itakuwa ni moto wa kuwakia bali. Nyote mwakaribishwa. Kwa hayo machache, la bala takabalmina ila tasamia alim watuba lila ila kata dhawabu lahim. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atutakabalie sababu zetu, atakabalie ndugu zetu Waislamu wote walioko duniani sababu zao, awafutie madhambi zao. Tunawaombea ndugu zetu ambao wanashiriki na sisi katika da'wa. Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki, awafungulie milango ya riziki, awajalie pepo ya daraja ya juu kabisa. Tunawaombea ndugu zetu ambao ni wagonjwa, Mwenyezi Mungu awajalie shifaa. Kama kuna heri iko mbali awaletee karibu, kama kuna shari iko karibu, Mwenyezi Mungu aipeleke mbali. Tunawaombea vijana ambao hawajaoa, Mungu awape wake 2, 3, tukimkumbuka ndugu yetu ambaye yuko kisiri kwenye roho zetu, Mungu amjalie apate wake ambao ni waheri. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.